Mheshimiwa Dokta, katika harakati zetu za utangazaji wa dini kuna haja ya kubadili mfumo katika kutangaza dini, na ndio maana tumekusumbueni kukuiteni kidogo kwenye kikao chetu hiki. Inshallah labda Waislamu wakapata pia faida kwenu, kwa sababu ninalaumu labda watangazaji fulani wa dini anaweza kujua yeye ni kila kitu. Lakini sio hivyo. Mwenyezi Mungu ndani ya vitabu vyetu amegawa mambo mengi sana. Alafu yale mambo yanaweza kuwa na mwingine we msomi wa dini hujayasoma kwenye dini. Na Mungu akatuambia fas'al bihi khabira, waulizeni watu ambao wana uzoefu zaidi mwenye hayo. Kwa hiyo kwanza niseme karibuni sana kwa kutuitika katika kipindi chetu hichi. Naamini Waislamu watapata faida kwa kiasi fulani. Mimi nilipenda mada yetu leo tuzungumzie kile ambacho mimi kinanitisha, naona kuwa ni tatizo ndani ya jamii, na maradhi mbalimbali. Kwa ukinani unakuta labda inawezekana tatizo lake ni hilo, na ukitazama mazingira tunaishi nayo ndani ya majumba yetu, hilo linakosekana pia ndani ya majumba, linatia hofu kwa kiasi fulani. Ni kitu kinaitwa mazoezi au sport kwa lugha nyingine. Katika Uislamu nimekuta kuna ishara fulani Uislamu umekizungumzia ndani yake, na zingine hata Mtume sallallahu alaihi wasallam akaziashiria moja kwa moja, zingine akatenda yeye mwenyewe. Mbio na Bibi Aisha za masafa fulani ameyafanya mara mbili, akahamasisha katika hadithi zake, wafundisheni watoto wenu kulenga mishale, kuogelea ni jambo la muhimu. Bali katika swala za jamaa akasema wanamume na waende msikitini adhana zikitoka, manake ni mwendo, watembee, asikai mtu fasi moja. Unakuta kuna ishara hija hiyo, wakahiji, akaweka kuna kukimbia mbio ndogo zile katika hija, kuonesha Uislamu sio dini ya wazembe. Hivyo nikapenda tushirikiane kwenye kikao hiki, na faida kubwa inshallah wanaweza watazamaji wetu wakaipata kutokea kwenu. Huu ni Uislamu. Sasa upande wa kisayansi na ndio kiganga, hii sporti faida zake kwa kweli kisayansi, kiganga inasema nini kwa undani zaidi? Karibuni sana. Asante sana chef. Kwa kweli sports imeonekana hasa katika utafiti wa hii miaka ya nyuma, sports imeonekana kama ni katika jambo lenye binadamu hapashi kupuuzia, kwa sababu imeonekana kuna faida kubwa kiafya, na sport imeonekana kuwa ni tiba vile vile, lakini na ni kinga ya maradhi mengi sana, na ni katika mambo yenyewe yanaweza kumletea mtu hata utulivu katika nafsi yake, hata kukuza akili yake aje, kwa sababu sport inamfanya binadamu viungo vyake vitumike vizuri. Moyo unakuwa na nguvu ya kusukuma damu, pumzi yake inakuwa nzuri, na vile vyakula vyenye mfano sukari, mafuta vya zaidi katika mwili viweze kupunguka. Na wakati hivyo viungo vinatumika vizuri, inakuwa moyo ukitumika vizuri ukasukuma damu na pumzi ikawa nzuri, oksijeni ikawa ya kutosha kwenye damu, viungo vyote vya mwili vinakuwa kama vile na uhai fulani. Ni viungo vyote vya mwili vinakuwa katika hali nzuri. Kwa hivyo maradhi mengi yanakuwa hayajitokezi katika mtu mwenyewe anafanya sport. Na hata kama kuna maradhi mengine yalikuwa yameshaanza, mfano hasa hivi nyumbani tunaona ugonjwa wa kisukari ni mwingi sana, na percent 80 ama 90 ni hali inatokana na unene. Imeonekana sport ni katika njia ya kwanza ya kuweza kudhibiti huyo ugonjwa. Kwa hivyo inakuwa maana yake ni kinga vile vile na tiba, na faida ni nyingi, maana karibu kila kiungo kinakuwa na uhai fulani, na maradhi mengi yanaweza mtu akajikinga nao, au kama yameanza yakaweza kurudi nyuma. Kwa jumla nawaza hiyo ndio faida kubwa ya sport. Ndiyo Dokta, kunaweza kuwa kuna njia ambazo mtu akizipitia anaweza kufikia kuzipata hizo faida, labda kwa njia fulani ya kinani akafikia kuzikusanya faida hizo.
Manake unamaanisha katika kufanya sport, aina sport au ndio na kusudia huko aina ya sport, labda kunaweza kuwa aina ya sport, kwa sababu mtu anaweza kuchukua sport ni sport, lakini ukakuta maskini huyo amefanya ili kwake limekuwa ni tatizo. Kwa hiyo kunaweza kuwa kuna sport ambazo zinamrudilia mtu na hizo faida kama atazifanya. Ndio. Sport za faida inabidi kwanza ni zile sport zenye zinamfanya binadamu aweze kutumia pumzi ya kutosha. Mfano hapa nataka kumaanisha ni kitu gani? Mfano hii sport ya kunyanyua vyuma. Mtu yuko fasi moja na ananyanyua vyuma vingi sana, vizito. Kweli misuli yake itakuwa vizuri na nini, mwili utakaa vizuri, lakini atakosa ile faida ya pumzi na atakosa ile faida ya kuweka moyo wake uwe na nguvu ya kusukuma damu. Sasa sports nzuri ni mfano sports za kukimbia, sport ya kutembea, kutokana na uwezo ule mtu anaweza kutembea hata mbio, kama hawezi akatembea hata polepole, inatokana na umri na maradhi anaweza kuwa nayo, lakini anaweza akatembea hata polepole. Kuogelea, kunyonga kinga, kucheza mpira, zile sports zinamfanya aweze kutumia pumzi ya kutosha. Hizo ndio zenye faida. Na si lazima mtu alazimishwe sport aina moja. Anaweza kachagua ile yenye anapenda yeye mwenyewe katika hizo sport. Mmeashiria kwa kitu hapo, kunyanyua vyuma. Kwa kweli hata mimi ya kunyanyua vyuma, kabla hata sijakuulizeni, niliona ni sport kidogo imenikumbusha, kwa nani siwapendi wanamume wenye matumbo ya kuanguka. Tunakwenda dokta, mtu anapomaliza sport, labda ameashiria kula au kunywa na hivyo, kuna wale wanasema ukimaliza sport usinywe vya baridi sana, au sijui kuna muda wa kupumzika kidogo mpaka ufikie kula, na uanze kwa kitu gani kwa kula. Wengine wanasema usiendi kuoga moja kwa moja maji ya baridi, bado jasho zile umefumuka inaweza kuleta matatizo. Kiganga wanasema aje kuhusu hizo sports? Ni vizuri asipatwe na baridi ghafi. Hiyo ni hali inaweza kapelekea mtu akapata maradhi tofauti, na hasa tunaita maradhi ya grip mfano, au kuamsha hata maradhi mengine yanakuwa yameweza kudhibitiwa na mwili katika hiyo hali ya udhaifu. Maana ukiwa uko na joto alafu ghafla ukapata baridi, inakuwa vizuri mfano umemaliza usubiri kidogo mwili upoe kiasi fulani, unaweza ukaenda ukakoga. Sawa. Kuhusu mfano kunywa, ni vizuri unywe, inaweza kuwa baridi lakini kiasi, sio baridi sana. Na kwa pale ghafla umechoka, unapumua vibaya na nini, kunywa kitu, hiyo si vizuri. Ni vizuri kwanza upumzike kiasi fulani uweze kunywa. Na kitu cha kwanza cha kutumia ni maji ya kunywa. Sawa. Ni maji ya kunywa, kwa sababu wakati umefanya sport kwanza umepoteza maji. Mtu anaweza kupoteza hata lita moja hata lita mbili kama amefanya sport muda mrefu. Kitu cha kwanza ni kutumia maji. Na kwa sababu gani maji? Kwanza umepoteza yale maji, inabidi uyarudishe. Alafu maji ndiyo yanakuja kusafisha ule uchafu umebaki katika mwili, kwa sababu mwili umetumika sana. Mwili ni kama vile izini mfano. Umetumika sana, umekupa nguvu. Sasa kuna vitu fulani vimebaki, vitatoka kwenye haja ndogo. Lakini kama haukunywa maji ya kutosha, damu, mafigo hayataweza kuchuja ile damu kutoa ule uchafu uende kwenye haja ndogo. Sasa watu wengi tunaona wanamaliza anakunywa chupa 2, 3, 4 za soda. Hiyo ni kinyume kabisa, kwa sababu soda na yao ni chemical, iko na ule uchafu wenyewe unakuwa umebaki ndani ya mwili na unapaswa utoke. Sasa wewe kama unachukua uchafu unaongezea juu uchafu. Sawa. Haikatazi kunywa soda kwa kiasi fulani, lakini bora utumie kwanza maji, mwili utisafishe, alafu baadaye unaweza. Ukipita barabarani kwa sport na hivyo, unakuta kuna watu tofauti, kuna vijana, kuna watu makamu kidogo, wazee. Na yuko mzee wangu maarufu sana, mimi nampongeza sana, lakini sijui labda makosa umri wake umefikia. Mzee wangu mzee Nasibu Kinama kule, anafanya sport sana. Sijui sport dokta ina muda wake wa miaka kiumri, labda kiganga ikifikia miaka fulani mnamnasi wewe mambo ya sport waacha kabisa, umri wako imefika mwisho, inatosha ile uliofanyaga kule, anaweza kwenda na sport inamsaidia hata mzee. Kwa kweli sport faida yake ni
inabidi uendelee maisha yako yote, na hakuna umri aseme mtu hatafanya sport. Hata ule mtu mwenye hana nguvu ya kutembea sawa sawa, au hana nguvu kabisa hata kutoka chini, kuna aina sport anaweza kufanya. Unaona, anaweza kabeba akachukua kitu akanyosha mkono mguu, au akajisaidia na kitu akawa anatembea, vitu kama hivyo. Unaona, au kama anaweza kutembea lakini hawezi mfano kukimbia, ni bora zaidi. Maana kuna zile sports kutokana na umri mwili unakuwa umeshachoka kiasi fulani, mtu hawezi kuzifanya, lakini kuna zingine mtu anaweza kufanya. Mfano kutembea na miguu, tembea vile unaweza, hata pole pole. Mshakuwa mzee, kama unaweza kutembea na miguu, tembea, ni sport. Lakini iwe ni kitu unafanya mara kwa mara. Na ule mwenye atafanya sport akaifanya sana, alafu akaiacha, na faida yake inasimamia pale pale, ile miaka yenyewe atakuwa hafanyi sport, atakuwa ameshapoteza ile faida ya sport, na anaweza akajikuta amepata mfano matatizo au maradhi, na yeye alikuwa labda anafanya sport sana katika ujana, lakini kaacha katika umri fulani, anajikuta anakuwa ni kama mtu hakuwahi kufanya sport. Tumezungumzia, tunasema wiki mbili unapoteza percent 50, nusu ya ile faida katika wiki mbili. Sasa ikishakuwa miaka inakuwa ni hakuna kabisa. Binadamu wakana linsanu akthara shay'in jadala, manake binadamu ni mwingi wa kujadili sana. Umeashiria kwa kitu anaweza kunani sawa na umri wake akanyanyua ikawa amefanya sport. Kuna wabi mkubwa wa kongwe kabisa anaweza akatuona kwenye picha hiyo maelekezo, akasema babu nipe chakula, hata kula ni sport yenyewe. Daktari amesema hii kunyanyua tonge kuweka mkinywa si mkono unatumika, niko nafanya sport na nini hivyo. Labda wasielewi mpaka kwenda sema hapa nilikuwa nataka kuzungumzia juu kuna wakina mama wengi ukimwambia kufanya sport anakuambia kazi zenyewe, maana yake ka kitu kadogo ni kwa wale wameshakuwa katika ule umri mkubwa, wanashindwa hata kushughulika na mambo mengine ni vizuri. Lakini ule mtu mwenyewe anaweza kuwa angali mfano na umri fulani, unamruhusu kufanya sport. Zile kazi za nyumbani ni tofauti, hazimfanyi akatumia pumzi. Unaona, anaweza kuambia napika, natembea ndani ya nyumba, narudi na kwenda, vitu kama hivyo, na hiyo ni sport. Kweli katika kila kitu mtu anafanya kuna anatumia kiasi fulani ya ile tunasema energy, ya nguvu, lakini haitoshi kwa kumpa ule mtu faida au kwa kumfanya yeye mfano aweze kukonda na aweze kuwa na uzito wa sawa sawa. Unakutana mtu anaweza kuwa mfano ana shughuli nyingi nyumbani, akakwambia mimi siwezi nikafanya sport, ile kazi nafanya inachokesha, na unamkuta anazidi kunenepa. Kwa hivyo ile shughuli anafanya ni ndogo kutokana na ule uzito wenyewe iko nao, anapaswa kupoteza. Ulimwengu tunakwenda nao leo, kuna vitu ambavyo tunaviona kwa mtazamo wa karibu unaona ni maendeleo, lakini labda waganga mnaweza kuwa mnavisemea mambo fulani yanachangia uzembe na hiyo vita ya unene kuongezeka. Mathalan mmeashiria madhara ya gari, harakati ndogo ndogo unaweza kuzifanya, ukaingia hapa ukazunguka hapa na ukaliacha gari lako ofisini, hizi zingine ukamaliza na kwenda hapo markazi kuswali, ukateremka mguu ukarudi kazini. Sasa kuna hata maofisini pia kuna viti hivi vya mataili vya pine, manake mtu na bahasha liko pale, anatembea bwana mkubwa kwenye kiti chake, amekaa vile vile, analichomoa pale, anarudi kiti kile, anajisukuma mpaka pale kwenye nani yake, anaendelea na shughuli zake. Yaani huyu masaa 6 amekaa fasi moja, na vingine vitu mfano wa hivyo ambavyo tunaviona ni maendeleo. Sijui na saha yenu inaweza kuwa ni ipi katika kupunguza uzembe wa namna hiyo ndani ya jamii? Ndio. Nawaza kila kitu cha maendeleo ni kitu kizuri, lakini inatokana na utumiaji. Mfano kuna watu anajijua mfano yeye hana muda wa kufanya sport, au anapendelea azidishe katika sport yake, na kazini kuna ascenseur ama lift, anaacha ile ascenseur na anatumia maeskalier. Sawa. Hiyo ni katika njia yeye mwenyewe kuzoeza mwili wake na kufanya sport. Mtu anaweza akasema mimi kitu fulani sintangoja kusukumana na kiti paka kule, nitakuwa nasimama na kichukua. Na hiyo ni katika njia. Hatumaanishi kuwa aseme hivyo vitu vya maendeleo ni vibaya, lakini vinaweza vikamlemaza mtu na kujikuta mwili wake unakuwa hauna
sport yoyote au hamna mazoezi aina yoyote. Ni yeye mwenyewe kuweza kutumia hivyo vitu katika njia nzuri. Kama ana muda wa kufanya sport, mfano nje ya kazi, si vibaya, lakini kama huyo hana muda mwingine, anaweza kutumia muda wa kazini kuacha vitu kama hivyo. Tunaweza kusema ni faida, lakini kwake vinaweza kuwa ni hasara, avitumie vizuri. Mfano leo katika nchi zimeendelea wanawawekea watu sare ya sport kazini. Sawa. Maana mtu anaruhusiwa wakati wowote, anaweza wakupumzika au hana kazi nyingi, ana pale ofisini, anaingia kwenye sare fulani, anafanya sport yake, anarudi. Hizo kampuni zimeona faida ya sport. Hazingoja sema mtu yende zimlipie yende mbali akafanya sport. Pale kazini, ule muda wa kazini wanamruhusu mtu kwenda kufanya sport. Kweli. Na wenzetu maskini wameliona hilo, halafu ni vitu vyetu kwa kweli. Ukivitazama vyote ndani ya dini unavikuta. Juzi hapa mimi nilikuwa Dubai, hoteli ambayo ilikuwa ndani hapo, kama unavyosema, kulikuwa sala ambayo ina kila vyombo vya sport, na muda wote nilipita pale, na iwe 8 za usiku utawakuta hawa jamaa wamo mle. Mtu yuko na 8 usiku, 6 usiku, ngapi, kila umoja amekuja kwa wakati wake, na nini yuko ananyosha viungo, wakati ambapo labda jamii yetu mtu amelala na uzembe huo kushonana, na umma unafikia kupata hasara baadaye na kupata wagonjwa wengi. Huyu anauma sukari, ananani hivyo, wakati kama nimevyohadisia Uislamu umegusa kitu hicho, kufukuza uzembe na spoti na nini. Mtume akasema hata katika swala imamu akirukuu, nendeni kwenye rukuu, akisema sami Allahu liman hamida, nyanyukeni na yeye sami Allahu liman hamida. Mimi nadhani itakuwa hatujapatia kama atakwenda kwenye rukuu Allahu akbar, halafu mtu bado anajikaza na kwenda, na bado kijana au yuna labda uzembe mwili hauzoee hizi harakati nyepesi, kwenda rukuu kurudi hivi kufanya, pamoja na kuwa swala mafumu yake nzima sio kusema ni sport, hapana, ni ibada inatufikisha kwenye akhera yetu, lakini inakuwa ndani yake ina ishara za mafunzo kama haya. Nini niseme, Mheshimiwa Dokta, tunakushukuruni sana. Umma utapata faida kwa maelekezo ambayo mmeweza kuyatoa. Labda unaweza kuwa na saha fupi katika kumalizia? Labda ni kama vile kila siku tunawaambia wagonjwa au wandugu zetu, marafiki zetu, wazazi wetu kuwa na ni afya ni kitu vile vile kinataka juhudi, kwa sababu tunaona watu wengi wanafanya juhudi katika kutafuta pesa, katika kutafuta elimu, katika kutafuta mapenzi, lakini ikifika katika afya, mtu anataka tu awe na afya nzuri bila juhudi yoyote. Na wengine hata wanakuwa na mtazamo mbaya, anakuambia kama Mwenyezi Mungu ameandika nipate maradhi, mimi nitapata maradhi, kama ni kufa nitakufa. Na hivi niko ningali na hamu ya kula na apeti, acha nijilie. Sport kwangu ni karaha, ni tabu. Sasa hapa inakuwa kitu cha kwanza cha muhimu chenye mtu angefanyia juhudi, anakiweka kinakuwa ndio cha mwisho. Na hiyo ni masikitiko. Hakuna mtu atapata afya bila kuwa na juhudi. Kweli Mwenyezi Mungu ndio anajua kila kitu, lakini juhudi inatakiwa iwe katika kila kitu, na hasa katika afya. Sina mangine, na mimi nitashukuru kwa msaada wenu. Labda na nyie vile vile mashauri mkichangia, na watu wanaweza kufahamu vizuri, na tukawa na jamii yenye afya nzuri. Inshallah. Mungu akulipeni kila la kheri. Nadhani tukikuhitajieni tena tutakupateni kwa wepesi inshallah. Mungu kile ambacho waumini watafaidika nacho katika maelekezo hayo, Mwenyezi Mungu akuwekeni katika mzani wa mema yenu siku ya kiyama inshallah. Mungu akubarikini sana, bariki kazi zenu. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.